Usisahau kulike, kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala habibihi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad fatihu lima ughliq wal khatib lima sabaqa نصر حق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار عظيم. Leo hii tunaangalia siri ya surati Yasin. Surati Yasin ndiyo moyo wa Qur'ani, na kuna riwayati mbalimbali zimekuja katika dini yetu na katika wanazuoni wetu wa ilmul asrari, na kwamba ina manufaa makubwa sana 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 kwa mtu ambaye atakayekuwa ana mambo yamemzinga, kwa mtu ambaye mwenye maradhi, basi achukue maji na asome Yasin 7 ampe mgonjwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, huyo mgonjwa atapona. Kwa mtu ambaye anahitaji kinga ya nyumba, basi kadhalika atasoma Yasin 11 kwa kusomea maji, na yale maji yatawekwa mbele ya wakati unaposoma. Baada ya hapo yatamwagwa kwa njia ya kunyuziwa ndani ya mji husika. Kuna njia ya pili vile vile ya maradhi, kwa kusoma Yasin 11. Mtu atasoma Yasin 11 katika maji yenye chumvi kali, maji ambayo kipimo chake unachukua yai unatumbukiza kwenye ile maji. Unapoona ile maji lile yai halizami, basi ndio maji hayo unafaa kusoma Yasin 11 kwa ajili ya mgonjwa, atapakaa asubuhi na jioni. Ikiwa kuna maradhi ya kijini, maradhi ya kishetani, maradhi ya kichawi, basi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu atapona huyo mgonjwa kwa sababu ya surati Yasin. Lakini kwa sharti yale maji chumvi yake ikolee, mpaka ukiweka yai liweze kuelea juu ya nini, juu ya yale maji, ikiwa kwenye glasi, ikiwa katika bilauli, ikiwa katika sahani ama beseni ama sufuria la lita 1, yote hiyo unaweka chumvi, unaikoroga chumvi nyingi, unachukua yai, unapimia yai likizama bado ongeza chumvi, yai likiinuka juu ndio kipimo chake, unasomea Yasin 11. Baada hapo unampaka mgonjwa, ama kama sehemu unaihisi ina machawi, basi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu unafanya hivyo, inaondoka. Na mwisho hesabu yake, mwenye jambo kubwa, ana kesi, ana mifarakano ya kazi, isomwe surati Yasin mara 41. Lakini wakati wa kusoma atakaa mtu kwenye kitambaa cheupe, na ataanza kwa istighfari na haila la ilaha illa Allah na salatu ala nabi. Baada dhalik, baada hapo itasoma surati Yasin kila mubini nia. Lakini Yasin hii atasoma 40, hii 41 itabidi iweko Yasin ya kiitikio. Akisema Yasin wal Qur'an hakim, watu watatika Yasin wal Qur'an hakim, innaka laminal mursalin, Yasin wal Qur'an hakim, ala siratal mustaqim, Yasin wal Qur'an hakim, laqad hakaka wala la sayfahum la yu'minu, Yasin, mpaka mwanzo mpaka mwisho wa surati Yasin itakuwa inaitikiwa hichi kipande cha Yasin wal Qur'an hakim. Wabillahi tawfik. Inshallah, mwenye asielewa basi atakuja kwa inbox, inshallah tutajua asaidiwe kivipi. Inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.